Sasa tukianza kusema eti walikuja labda karne ya 15 au 14. Wengine wanasema kuna mtu mmoja anaitwa Professor Malebo wa UNESCO Commission. Kila siku anasema na ni vizuri sana kuwakumbuka. Anasema hao Masai walipofika wakawaua Hadzabe na wakaua Wabarbaiki. Hiyo inamaanisha nini? Is to create mentality ya enmity. Ni minority, so anyone can easily buy. Kwamba kumbe ndio maana ni wachache. Hao watu hawahitajiki kwenye public service. Tunahitaji watu wanaokuja kusema jamani, ni kweli tuna tatizo la uhifadhi. Tufanyaje? Hatuulizwi. Kwa hiyo watapataje majibu kama ni kutupangia uongo? Ukiangalia wanasema mazingira yameharibika. Mimi nimekuwa mtoto hapa. Hii pori imeongezeka, haijaitokea. Leo asubuhi natoka nyumbani, tembo ingekuwa tunasubiri rangers walinde tembo, akitungeua hatari. Hatuui kwa sababu haina faida kwetu. Wako mpaka manyumbani, yani anakuja mpaka anataka kunywa maji kwenye simteng, sio tatizo. Sisi hatujaona hilo tatizo, tunaokwepa. Tumekuwa tukifanya hivyo kwa miaka yote. Wanasema kuna human wildlife conflict inatokea. Na wanasema kuna watoto 3 waliwahi kuliwa Orobarabal. Hiyo imefanyika siasa hatari. Yaani wamefariki watoto. Kuna balozi wetu mmoja wa Umoja wa Ulaya aliwahi kusema tuliwawekea hao wanyama kola, halafu tukawa tunawafuatilia. Halafu nayo ngoja labda ni play. Tukawavalisha kola, tukawafuata, wakala watoto 4. Imagine that. Halafu basi wahamishwe kwa sababu wanaliwa na wanyama. Yaani mnyama mwenye kola, those guys should be prosecuted. Kama kweli, of course I know is a lie. Is a way to justify. Kwa nini tutunge? Mheshimiwa Jaji, mimi sio kiongozi wa kidini, lakini mkasome kitabu cha kwanza cha Wafalme. Sura ya 21. Mstari wa kwanza mpaka wa 16. Exactly what happened in Ngorongoro happened in the Bible. Alitokea mfalme anaitwa Ahab. Akamwambia jirani yake anaitwa Naboth raia, tunaomba shamba lako la mizabibu tulime mboga. Tunaomba Ngorongoro tufanye hifadhi. Ahab akasema, Naboth akasema, siwezi kutoa ardhi ya baba yangu, urithi wa wazazi wangu, kukupa mfalme ulime mboga. Mfalme akasema, nitakupa shamba lingine la mbali zuri zaidi, iite Msomera. Au kama utaki nitakupa fedha. Naboth akasema hapana. Basi mfalme akaenda nyumbani amekasirika hali. Mke wake akamwambia, kama ambao watumishi wengi ambao nawasema hapa, akamwambia, kwa nini mfalme unakasirika na unashindwa kula? Eti jirani ameninyima shamba la kulima mboga. Akamwambia, tulia. Kula, mimi nitaenda kukupa shamba. Akaenda akawaambia baadhi ya watu, mkatunge story. Tutuke consequences. Is exactly. Mkatunge story kusema tumemsikia Naboth akimtukana Mungu. Tukaseme wamekuwa wengi. Tukaseme hawasomi. Tukaseme mifugo yao ni wengi. Tukaseme watoto wao wanaliwa na wanyama pori. Alafu akasema kwenye Bible ikitokea tutaita mkutano, tutamuita Naboth. Semeni hivyo, adhabu yake ni kifo. Na ni kweli ikaitishwa. Wale mashuhuda kina Kitenge, kina Balile waliosema tuzikani, wakaja wakasema ni kweli Balile alisema, na walikuwa kwenye mkutano wa kuunga mkono sera ya serikali Ngorongoro. Ni mwenyekiti wa Wariri. Akasema tumefanya research Ngorongoro kwa miaka 6. Hatukuwahi kuona kaburi. Akasema mnajua kwa nini hawana makaburi? Kwa sababu watu wao hawasubiri wafe. Mtu akizeeka wakiona anaelekea kufariki ama akiugua, wanawapeleka, wanawafunga pamoja na kondoo. Ndio maana wana kondoo wengi, wana shughuli nayo. Watawafunga kwenye mti, usiku kondoo atalia.
alafu fisi watakuja ama wanyama watakuja kuwala wote. Ndio maana sasa hakuna kaburi. Wakati anadanganya kila siku mkipita pale kuna kaburi walau la Jimek. Si ndio? Wakasema ndio maana hakuna mtu mwenye miaka 600 Ngorongoro. Kwani wako Sudan walikosema ni ardhi yetu ya zamani? Kwani wako Sumbawanga? Is a lie. Sasa kwenye Bible wakasema walipoitisha mkutano wakatoa uongo. Ama tofauti ni mifugo mitatu. Sasa sijajua kisayansi kama mifugo mitatu inaweza kuwa na athari yoyote ambayo ni significant. Hatujui. Kwa hiyo wote tunatakiwa tujiulize. Tukajibu swali la idadi ya mifugo kwa njia hiyo. Ikaja hili la kuzungumza kwamba mazingira yameharibika na yameharibiwa na wafugaji, kwa sababu ndio ilikuwa lengo. Na hasa ndio tunaambiwa hivi. Kisayansi, ili uweze kujibu hilo swali lazima utazame, je, hali halisi kabla ya watu kuanza kusema mazingira yameharibika ilikuwaje? Na je, tunatumia nini kupima kwamba tumeharibu hapa ama hatujaharibu? Tukasema hebu tuangalie eneo ambalo wafugaji hawakuwepo kwa miaka 45 iliyopita. Tulinganishe na eneo ambalo tayari wapo kila siku. Eneo la bonde la Ngorongoro tayari wafugaji wamehamishwa mwaka wa 76. Kwa hiyo hawapo tangu mwaka huu. Tukachukua picha ya satellite ya kipindi kile, na aliyefanya tathmini ya hiyo picha ya satellite ni mimi. Kwa hiyo nitakuwa huru kuhojiwa na wataalamu yoyote, kwa sababu uwezo huo ninayo kwa maana ya taaluma. Tukasema tutazame ili tulinganisha na yapao. Kwa hiyo picha ya satellite tukachukua hiyo 1976, tukachukua 2000 kamili, tukachukua 2021. Ili tuweze kufahamu uoto wa asili ukoje, imekuwa ilikoje, ili tulinganisha na maeneo mengine hapa. Ilikuja kuonyesha kuwa mwaka wa 76 eneo la bonde la Ngorongoro ilikuwa na nyasi fupi sehemu kubwa sana, na vichaka ni vichache. Lakini unapokuja kutazama mwaka 2000 ilikuja sasa kuanza kuonyesha kuwa kumbe ardhi imebadilika, uoto umekuwa mwingine, nyasi imekuwa ndefu na vichaka vinaanza pia kuongezeka. Lakini ilipofika 2021 tayari 42% ya eneo lote la Kreta imeshatekwa na mimea vamizi, magugu, vichaka na nyasi ndefu. Tukasema athari yake ni nini? Hebu turudi kwenye takwimu za wanyamapori ili tuweze kuona kuna uhusiano wote. Kwa mwenye mamlaka kufanya ama kukusanya takwimu ni TAWIRI. Kwa hiyo data za TAWIRI zinasema mwaka wa 76 wakati wafugaji wako ndani ya bonde la Ngorongoro kulikuwa na nyumbu 16,000. Na hawa gazelle tunahitaji hawa grand gazelle walikuwa kama 10,000. Kwa hiyo tukaja kuangalia mpaka tunakuja kufanya tathmini mwaka 2021 tayari wale nyumbu wameshapungua, wamefika 6,000. Na sasa unajiuliza kwa nini? Sayansi tayari ilishatuambia kwamba TAWIRI pia alifanya hiyo utafiti, wakaja watu wa kina Dr. Luyoro, nadhani mtamhoji pia, kuna takwimu yao waliokuja kuweka wazi 2020, kuna pepa yao ya kisayansi ambayo inasema kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya wafugaji ya asili na wanyamapori kuongezeka na bioanuwai kuongezeka. Tulikuja pia kuangalia nini kingine ambacho kinafanya eneo la Kreta kuwa mbovu basi. Inawezekana sio nyasi fupi tu ama nyasi ndefu na kuongezeka. Tukaja kuangalia picha ya satellite, tukaanza kuchora barabara. Idadi ya barabara zikoje? Mwaka 1976 kulikuwa na vipisi 4 vya barabara tu. Ile ya kushuka upite upande wa kushoto mwa ziwa uende Lemala. Barabara ya kipisi cha Lemala kuja kwa Kito na kupanda, na barabara ya kutoka ile ya kupanda kuja kukutana na ile ya kushuka. 4 tu. Hadi kufikia tunafanya sisi utafiti mwaka 2021. Kuna vipisi vya barabara 34. Kisayansi, kitu cha kwanza kinachoharibu bioanuwai ni kitu tunaitwa fragmentation. Tukatakata eneo katika vipisi vidogo vidogo na kufanya nyasi ama viumbe kushindwa kutamalaki, yani kama vile mshikamano, unakata ule mshikamano wao, ile disconnectivity, unaondoa connectivity. Halafu inaanza kuua na kufanya magugu ama mimea yenye uwezo wa kushamiri kuliko zingine kutamalaki na kuziwa zingine. Lakini bado hatujaishia pale. Tukasema
fulani fulani ambazo sisi huwa wafugaji tunatumia kutawala magugu, wanyama, tuseme wadudu, vitu kama hivyo. Nyenzo mojawapo sisi tunafahamu kama wafugaji, ila mtasaisha kama mdadani tunasema ni moto. Lazima kuna moto unaotumika nyakati za kiangazi ili kutawala nyasi. Nyasi isiwe imezeka sana kupita kiasi kashindwa kulika, ile pala tabidi tukapungua. Tukaangalia picha ya satellite ya mwaka 2020 ya mwezi wa 9, ikatuonyesha kwamba sehemu fulani ya Ngorongoro pale bondeni ilichomwa moto. Kwa hiyo tukaamini lazima pia wahifadhi wanatumia moto kutawala zile vichaka.